mwenye kuabudu na kuogopa Mungu pamoja na jamaa yake yote, ambaye aliwapa watu sadaka nyingi na kuomba Mungu siku zote. Siku moja alipokuwa kama saa 9 ya mchana, akaona waziwazi katika maono malaika ya Mungu akiingia kwake na kumwambia Kornelio. Naye alimkazia macho, akaogopa, akasema, nini Bwana? Akamwambia, maombi yako na sadaka zako zimefika juu kama ukumbusho mbele ya Bwana. Shikilia neno la Mungu. Tuna somo ambayo tunaendelea kufuatilia tangu Jumapili iliyopita, na leo ni siku ya 5 ya juma ambalo tutaenda kufunga Jumapili inayokuja. Maana yake kama leo ni siku ya 5, lakini ni siku ya 6 katika semina. Tumeeleza sana juu ya ahadi kama njia moja ya kuleta maombi yetu kuwa na ukubali mbele za Mungu. Tumezungumza mengi, tuko tunagusia tabia ambazo zinaweza kututenga, ambazo zinaweza kuacha. Tuna developer esprit ya ingratitude, ama ya kutambua yale ambayo Mungu amefanya katika maisha yetu, ile roho ya kutokuwa wepesi kumshukuru Mungu na kufanya kazi ya Mungu. Tumegusia mambo mengi, tumeonyesha njia ambazo zinaweza kutuleta ili Mungu aweze kuwa priority, ili Mungu aweze kutembea nasi katika viwango vingine vya imani. Tumeleta njia ambazo zinaweza kutufikisha kuishi ahadi na kuchokoza roho ya Mungu ili aweze kusema maneno ya baraka na ya ushindi katika maisha. Tumeeleza mengi sana. Na leo nitaeleza katika Agano Jipya kabisa, sababu siku zingine tumezama sana katika Agano la Kale. Na leo tunaingia katika Agano Jipya, tukiangalia tena Agano Jipya nayo inatuelekeza, inatuonya, inatuambia maneno gani kwa ajili ya ahadi, kwa ajili ya sadaka, kwa ajili ya maisha matakatifu, kwa ajili ya kutembea pamoja na Mungu, kwa ajili ya kuweza kumpendeza Mungu. Naanza katika kitabu ya Matendo ya Mitume, hali ambapo tumemalizia. Biblia inatuonesha mtu ambaye jina lake linaitwa Kornelio. Kornelio si Myuda, hapana. Kornelio walikuwa wanawaita wapagani, watu wote ambao walikuwa si Wayuda walikuwa wanawaita lepae, wapagani. Si kwamba wafanya dhambi, hapana, lakini watu wasiokuwa wenyeji wa Yerusalemu, watu ambao wanaishi mbali na Yerusalemu. Hawa ndio walikuwa wanaitwa wapagani, lakini sisi leo kaitwa mpagani, maana yake huko mfanya dhambi. Hawa wapagani ni wale ambao walikuwa wanaweza kuwa watu wa kuabudu miungu mingine, wasiotairiwa, wasiokuwa Wayuda, wote ambao hawakukuwa katika kabila hili, wote walikuwa considered comme des païens, sawa wapagani. Alafu Kornelio alikuwa miongoni mwa wapagani ambao Yuda akimtazama atamuona sawa mpagani. Lakini kitu ambacho ninataka kukazia sana ni maisha ya Kornelio. Peu importe regard ya Wayuda juu ya watu, lakini Kornelio alikuwa amejulikana na Mungu na alikuwa anatembea pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri sana watu kukujua gizi hauko. Watu wanakujua ya kwamba hauna Mungu, haumheshimu Mungu, wanakuona mpagani, wanakuona usikuwa na maana, lakini na uko na maana mbele za Mungu. Ni jambo la maana sana, bahali ya kuonekana kama mtu ambaye amemjua Mungu, ikiwa wewe ni mkaidi, ikiwa wewe ni muongo, ikiwa wewe ni kahaba, ikiwa wewe ni mchawi, ikiwa wewe ni mharibifu wa siri. Bora katika kanisa ukose cheo, ukose jina, lakini ukiwa na ukubali mbele za Jehova. Haleluya. Unajua kuna watu ambao ili waweze kukubalika haraka wanatafuta vyeo kanisani. Kuna watu wengine ambao ili waweze kudomine katika kanisa
wanakuja wanaingia mdiakoni, wanaingia mbaraza, wanavaa ngozi ya kuonekana kama wamekuja kwa ajili ya Kristo, ikiwa ndani ya roho zao wamekuja kufanya vitu vingine kanisani. Kuna wale waliozijua ya kwamba sisi ni Wayuda wenyeji kabisa, sisi si wapagani, lakini wabaya. Unawajua Zakayo, wizi, lakini Wayuda. Bwana Yesu asifiwe. Saidie kuangalia mtu, tunamwangalia macho kisha kati yetu asubuhi ya leo. Haleluya. Uko nani? Ndio maana aibu imeingia katika kanisa. Unaweza ona mchungaji kama mimi, unaweza ona mchungaji sawa revera, unaweza ona mtu ambaye kwa kumtazama yeye ndiye mwakilishi wa Mungu, anafanya tendo ili tashangaza dunia. Yesu anasema ni mpua mwitu, lakini wamevaa ngozi ya kondoo ili wafanane kama kondoo. Kitu ambacho mnasahau ni kwamba hata kama unajitia kwa ngozi ya kondoo na hauko kondoo, litakuosea, itaanza toa harufu na watu watajua huyu hichi haiko chake. Ndio maana watu hawadumu. Naweza fanya dhambi katika sisi, lakini inaonekana hichi. Ndio maana na waonya kanisa, Wakristo wenzangu, ikiwa huko hapa asubuhi ya leo na umezifanya hapo kondoo mbele ngozi yake tosha harufu, ameni Yesu, acha sana. Achana na tabia mbaya, achana na roho ya uharibifu. Najiuliza kila mara, namna gani mimi mchungaji mwenye shughuli yake kwa wapagani, mimi nakuliaga tu kwa Kristo, kisha mimi naweza kula sumu? Na nilikulia wapi? Maana yake waefiltre, washakaingia tayari. Yesu akasema muache magugu na ngano vyote pamoja. Maana yake hapa tuko na magugu na tuko na ngano. Jisaidie sana ndugu yangu, bali na kufanya sabla ya kuishi maisha matakatifu, usije ukakataliwa katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kornelio walimjua kama mpagani, lakini Mungu alimjua kama muamini. Alimjua kama mtu ambaye hana access kupata Saint Esprit, lakini alipokea Roho Mtakatifu. Najua hawa mitume walikuwa na kiburi. Kiburi gani? Unajua wao walijazwa Roho pasipo ubatizo. Walijazwa Roho pasipo ubatizo, ili waletea orgueil, wakasania kama wiko special kushinda watu wengine. Na Mungu akikuona hapo kiburi, anafanyaka mwingine mtu kishi wewe huko. Waliona kama hapo wiko kwa kapendeleo kama Mungu. Ndio maana Mungu akatafuta watu ambao walizania hawawezi kuwa na Roho Mtakatifu, akawajaza Roho Mtakatifu mbele ya ubatizo. Alafu wakaelewa kishi Mungu hana kapendeleo. Kitu ya kwanza ya kuiga katika maisha ya Kornelio, Biblia inasema ya kwamba Kornelio alikuwa mtu ambaye alikuwa anamwabudu Mungu kila mara. Aliabudu Mungu pamoja na nyumba lake. Alijifunza kumwabudu Mungu pamoja na nyumba lake. Aliingiza nyumba yake katika imani aliyokuwa nayo. Unajua sisi wa Kristo tumeshindwa kuwaingiza watoto katika imani tuliyo nayo. Ni kwa sababu watoto wanapowatazama ninyi wazazi, wanaona jinsi Mungu mwenye hamuelewi.
Wanawaangalia gizi Mungu naishi na ule Mungu, wanaona gizi kote nye peke hamujuu. Pero watoto wanaogopa kutufuata juu biko na kredi ya kutufanana. Mimi naangalia kila mara katika maisha ya wachawi, walozi. Unajua walozi wanashua kuingiza watoto yao mlozi yao. Mtoto haya hajasema anaanza kufundisha kuruka usiku. Mtoto haya hajatembea anaanza kufundisha, anaacha kufundisha. Sisi Wakristo tunazalaka watoto. Sasa wakingalika wadogo ni brrrr, itamsaidia kunini? Kornelio alikuwa na mwabudu Mungu pamoja na familia yake. Akitafuta omba Mungu anaomba pamoja na jamaa lake. Juu alikuwa ameelewa, nikajua Mungu mie peke, watoto yangu basipomjua watanitosha machozi kesho. Ninaona wachawi anapozaa mtoto, jambo la kwanza anamtoa kafara kwa mizimu. Akizala mtoto kama mgenealoji yao, mdescendance yao, wana tabia ya kusema kumbe sokulu ndio mwenye anasema neno ya kwanza mtoto. Hawezi kugusa kama sokulu afika pale. Na pia na magoti wewe reverend bakunda reverend bakia kwenda pale pembeni kidogo. Anashua kumbe mwenye anasema neno ya kwanza asikuwe reverend, akuwe soku. Kwa nini? Anashua. Na nyinyi mko namna gani? Mtoto anataka kufika kwenye reverend na ashazunguruka mtihana chote, tunakia fika mbele ya reverend. Kornelio, Biblia inashuhudia ya kwamba alikuwa mtu ambaye aliishi maabudu, alidumu katika kumwabudu Mungu. Asubuhi ya leo kanisa, na nyinyi mnadumu katika mambo gani? Eske tunaishi katika kuabudu Mungu? Tunaishi katika kumwabudu Mungu? Unatembeaka na huko unasema Mungu, hakuna aliye kama na wewe. Hakuna maisha yako, hakuna anayenipenda kama na wewe. Gishi Mungu naikala pale. Eske mwenyewe Mungu mtu mwenye kunafanya zile makonfession, ama Mungu nawaza kumilia genye muliacha jana, ama Mungu nawaza kwa biashara yenu niko msondre vile, ama Mungu nawaza kushamba yako yenye iko mnori. Ndio maana kanisa tumekuwa na Wakristo mikambe de chrétien mikambe. Wamekauka. Maabudu ndio inaleta mafuta juu ya maisha ya mtu. Wakristo tumekauka, makanisa zimekauka. Maisha ya kumwabudu Mungu, ile roho ya kureconnect yale ambayo Mungu ameyafanya, yale ambayo Mungu anayafanya, aliyoyafanya mbele ya kuzaliwa hata kwako. Hilo hatunayo. Mara mingi tunakuwa tamu kanisa hivi mena hatuko hapa. Tunaikala vile kisha tunaikala mena hatuko hapa. Kornelio aliishi maisha ya maabudu, la reconnaissance. Alishua, aliishi, alitambua na akayakiri. Na Biblia inashuhudia kwamba aliishi maisha ya maabudu. Kitu ya pili, Biblia inasema Kornelio alimuogopa Mungu pamoja na jamaa lake lote. Kornelio wenye walishua mpagani, walishua gizi haezi kuwa na Mungu, mtu asiyetahiriwa. Lakini Biblia inasema alimuogopa Mungu pamoja na jamaa lake lote. Leo makanisa
tunaunganisha mke na mume, wote wakitoka kanisa moja, dini moja, lakini baada ya miezi 2 ugomvi naingia katika nyumba. Sikia, mnamuogopa Mungu kabisa. Namna gani mke wa kumuogopa Mungu, mume wa kumuogopa Mungu, mnashindwa kuishi fashimo? Namna gani wa Kristo? Revera ameokoka, pastor retreti anaokoka, kisha wanashindwa kuishi fashimo. Zero. Titile ameokoka, asosia anaokoka, wanashindwa kuishi fashimo. Zero. Mama Sefefe umeokoka, unashindwa kuishi na mwingine mama mwenye ameokoka. Zero. Unaogopa Mungu wa aina gani? Kanisa mwa tunaingia, mimi sikusemeshake papa, nikakuona mimi nakwazika. Tunaingia kasi wote wapi? Nzia pana. Zero. 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 Kwaya moya mnaimba hamsemezanaki. Bwana Yesu asifiwe. Zero. Kwaya hii inakuja hapa inaimbia Mungu, nyingine kwa hiyo kuna intercede baswati. Ni wote na Mungu naimbia Mungu moja. Angelishindwa basi ibe sawa si. Zero, 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 zero. Woga wa Bwana imeenda wapi kanisa? Wakristo wenzangu, woga wa Bwana imeenda wapi? Mkristo wa Sebeka unapanga na Mkristo wa Sepak, ni wote de chrétien na vitapana kwa kichwa. Behamu semeza naki. La au quartier, vous êtes des païens. Ukristo wa Sebeka na Mkristo wa Sepse, ni wote mnauzishiaka msoko moya, me wivu ndani ya roho. C'est ce que nous sommes, ndio vyenye tuko nafanya, ndio tunaishi. Oga wa Bwana iko wapi? Ndio maana wapagani wanapotuangalia hawaone Mungu maisha yetu. Tunamsema kwa mdomo, lakini ndani ya roho Mathayo anasema wanamsema kwa mdomo, roho zao mioyo ziko mbali sana. Na ndio maana hatuwezi weza kumtumikia Mungu. Ili uweze kufanya kazi ya Mungu, mwabudu Mungu, reconnaître ce qui unajua vile Mungu iko, unafikiri usiku na mchana, kisha unamuogopa Bwana. Dekalite hizi zinakusukuma, jimesikizi, zinakusukuma directement kufanya Mungu kikuwa kinga, kuwa jambo la kwanza katika maisha yako. Na muangalie makanisa zetu, muangalie. Mtu mmoja akaniambia jana, akasema mchungaji, mjifunze kuna kweli, akasema mjifunze kwa kufundisha wa Kristo. Asema probleme za mingi zenye ziko nafika kwa maparke, tuko naenda angalia va mingi ni wazee wa makanisa wenye wanaleta maja kuparke. Mtu gani? Mzee wa kanisa analeta mjane kuparke. Probleme ni nini? Anatafuta uzisha kwa mjane. Mtu gani? Mzee wa kanisa. Eski haviko humu wale wazee? Unajua vizuri ya kwamba ile parcele haiko yako, hata kama mlokoko ndo aliuza, haiko yako. Mimi anakufa, unapenda uiuzishi, itakunigaka. Kanisa, tuoneshe Mungu katika matendo. Daudi anasema katika Zaburi yake ya 12, anasema je, katika verse yake ya 3, ya pili ya 3, anasema je, Mungu saidia utawa unaanza kupotea. Maisha ya utawa inaanza kupotea. Maisha ya utawa inaanza kukosekana. Analia sana, anasema Bwana saidia.
ukaenda mkazi yako, tukaenda mkazi, tukaenda kwenye unashinda kwa masomo yako, kwenye unafanya kazi. Nasikia wanaweza shuhudia kisi unaogopa Mungu. Nasikia wanaweza shuhudia kisi unaogopa Mungu. Baba yangu, mama yangu lia hapa, Wakristo wenzangu, nasikia wanaweza kushuhudia moyo anaogopa Mungu. Haleluya. Tunapomwogopa Mungu, tunafanya kazi yake bila kusukumu, tunafanya kazi yake. Ndio maana ukiangalia katika kitabu ya Yohana mahali hapo tumesoma verse ya 10, anasema ukiona adui anakuyaka ili afanye nini? Ili aibe. Anakuyaka aibe, anakuya aibe. Sawa. Na tukiangalia maisha ya kanisa, na bila kuwadanganya, shetani iko naiba mtao, iko naiba uga wa Mungu, iko naiba. Unajua shetani akikuya haku yake na mapembe gizi walitufundisha kwa École de Dimanche. Hana kwa mapembe. Ndio maana mnazaniaka shetani haiko na operation. Unajua anachina sana, iko kuna mapembe na mdomo ya mrefu. Hapana. Shetani iko naiba utakaso mkanisa. Ndio maana unaweza una mhubiri anafika hapa mwashirati, alizini jana, anapandia haogopi hata. Ndio maana unaweza una mhubiri mzuri, lakini anashua objective yake haiko kuingiza watu mbinguni, ni wale mkanisa na walete sadaka. Inaishia pale. Shetani iko naiba authenticity ya neno la Bwana. Anaiba, anapokonya. Ndio maana tunaingia kwa ile distraction. Unajikuta hamu ya kufanya kazi ya Bwana inaanza kupotea. Ndio maana unaweza ona mtu anafanya na komision ya kisomo, anakuambia wewe uza mambao za kutia pale zenye zitasaidia kubana beto. Unatia mwe dolari ya komision kila mbao bandi kumlaaniwa wewe. Hawajui wamefanya mabaya, wanasema mbuzi inakuliaka kwenye nafanya nini? Wewe uko mbuzi. Haleluya. Asikia uko mbuzi wewe. Chomana Biblia inasema watu wamejifananisha na manyama. Mbuzi inakuliaka pale tu, haina cha kufanya. Ushaikondane. Iko kondane kukula ile mayai pale. Na wewe uko mpuzi shuko kondane pale kukula mali ya kanisa wewe. Woga wa Bwana imeenda wapi? Shetani kwa naiba utakaso maisha ya watu. Anaiba utakaso. Na waambia nilishangaa sana. Mama moja kaniambia, mchungaji, nakuja mbele yako unisaidie uniombe. Nikasema nikuombe nini? Lakini sikatika haiko kanisa hili. Keleke pale kwenye napita kanibu na ubiri. Akasema basi hapa kuko mzee wa kanisa, bwanangu ashaka kufa, niko mshaka. Alafu iko nakuya aseme nikaitika kuzini naye atakuwa ananilipia ruwae. Seregreta adimashe na likoti mbele ya mesa waka. Les anciens bannis. Kuna wale ambao wameingia kanisani wanafanya kazi ya Mungu na wanafanya pia kazi ya shetani anafua. Ona mtu yuko na support kora, na yuko na vise wanani wantonese wenye yuko na vise des enfants. Utawaka moto, utanungula. Woga wa Bwana imeenda wapi katika kanisa? Woga wa Bwana. Na hii ndio imeacha hata kutumikia Mungu tunashindwa. Unajua yangu niko napotea, niko hapa, niko karaoke. Haleluya kanisa.
Kwa nini unaweza itika ulale njala kwa unaikaa? Unaimiri ulale njala. Juu uko na jenga nyumba yako. Juu ya nini mnaweza kukula sombe? Bena uliuza sima ya kupandisha nyumba yako. Ni juu ya nini? Unaweza kukula lukondi. Bena huko na $100 kupeleka kwa masoko kesho kwa nyumba yako. Unaweza kashu ya nini? Haleluya. Wakushenga haviko humu. Unaweza kushenga juu unajua ile nyumba ni faida yako. Tumeshindwa kufanya kazi ya Mungu juu haina faida yetu. Ukatia mambo yako umehoma. Mungu atusaidie sana kanisa. Mungu atusaidie sana waamini. Woga wa Bwana inatusukuma kufanya kazi ya Mungu. Inatuoblige kufanya kazi ya Mungu. Ni vigumu kutoa na unajua gizu uko napoteza. Tuboneko natoa lakini tunaenda kwa shetani. Ni vigumu sana, ni vigumu. Ni vigumu sana. Ndio maana tunaangalia shetani tayari iko na anjaiba. Iko na iba vitu mu maisha yako. Ulikuwa kama muombaji, leo hauombake tena. Ulikuwa unasoma Biblia, leo hauko unasoma. Ameiba deja hivi. Kukubomola ni haraka. Shetani. Mwache niwapatie sura ya shetani. Nitoshe ile ya maogopesho mkichwa hili. Shetani ni kadada kamzuri kakucheka kiko na meno ya kunyoroka mzuri. Shetani ni mbaba mzuri mwenye anavala kakoti kamzuri, anashua na kusalimiana na hekima. Shetani haiko na ile sura ya maogopesho. Atakuwaka nayo zamani, mbele leo iko na sura ya kudondoza. Anaweza kuwa na mpasteri sawa mimi, ana madondoza tu. Malengo ni kuwakwendesha. Haleluya. Nilikutana na mwimbaji mmoja Katwa. Akaniambia, pastor, mjikaze sana mtufundishe si waimbaji. Mtufundishe si waimbaji. Basi mjikaze, mtufundishe si waimbaji. Nikajiuliza, kwa nini unasema nyinyi waimbaji? Akasema, hapana pastor, tumeharibisha huduma ya nyimbo, tumetembea, tunakuyaka imba sawa sawa na wale wenye tuliko nafanya mamuziki za kidunia, tunakuyaka tujifurahishe. Ni kweli? Ushibie kweli. Sikia ni kweli? Si ni mwimbaji sawa nyewe. Aseme pastor, waimbaji wa mimi wanakuyaka tu chuma zifurahishe, wakisha cheza inaishia pale. Mchungaji nisamee, nasikia nionye hii kwaya. Hapa kuna kwaya mnaita Rosemary. Na waonya waimbaji wa kwaya hii na viongozi wa kanisa, muangalie kwaya pia. Ilikuwa nikiwaangalia Dimash, kuna wale watu wanacheza wanaigiza vitu visivyokuwa sawa. Na kwa mwisho mnapiga makofi. Ilikuwa naona kijana mmoja hapa anacheza, inashuhudia sasa yule anashua ile iko nafanyika hapa. Anacheza, anapiga kiuno vibaya. Inasema hivi tunaviona kama mabaya na mkanisa limeingia na ndio wote mnaangalia. Namna gani? Hapo mfalme Daudi alicheza ngozi kaanguka. Tu mnakuwa sababu ya mko naona kucheza haiko problem. Ni peke nachezaka. Ikiza michezo iliyo sawa. Nilikuwa nakaangalia Kadashi. Ulikuwa nakaona na nini? Kamati ya chini ishafika mkanisa. Kamati ya chini ya Eglise. Woga wa Bwana ni wapi? Hatuwakataze kucheza mcheze kwa ajili ya Yesu. Msiingize vituko ndani ya kanisa.
wasiporteni wa hii kwaya mnisamehe. Cornelio alimwogopa Mungu. Mchezee Mungu vizuri, mwimbie Mungu vizuri, tuhubiri Mungu vizuri. Unajua Mungu tunajiona tunampenda sana, haniogopake yeye. Akiniona ukambana anikokotaka, nasema Stephen na mimi nasikia huyu ndio pale wangu. Mjifunze, muwe na macho ya roho, muwe na macho ya roho. Biblia inasema dunia italewa siku za mwisho, na imeanza lewa tayari, na kanisa zimeanza lewa tayari. Kumtumikia Mungu tumeshindwa kwa ajili ya ile madivertissement dans nos cultes. Tunashindwa kumtumikia Mungu, tunashindwa kumtumikia Mungu, tunashindwa. Bali na kumwogopa Mungu, Biblia inasema Cornelio alikuwa muombaji. Cornelio alikuwa muombaji, aliishi maisha ya maombi. Hakuwa tu muombaji wa mkutano. Kuna watu wenye wanaombaka tu mkutano, kisha tuko hapa ndio unaomba. Mkutano ikiisha na maombi inaishia hapa. Tena utaombaka siku mkutano na maombi itakuwaka. Cornelio alikuwa vile chrétien. Cornelio alikuwa na ile maisha vile. Alikuwa muombaji mwenye ko integre. Même dans sa chambre, hakufika mkanisa. Même dans sa chambre, nyumba yake alikuwa anaikiza maombi, alipandisha maombi. Moto haikuzimika juu ya madhabahu ya Cornelio. Moto haikuzimika. Jambo la 4, Biblia inasema Cornelio bali na kuwa muabudu, bali na kuwa mtu wa kuogopa Mungu, bali ya kuwa muombaji, alikuwa mtoaji mzuri. Basi alitoa mali yake nyingi. Alijua kutoa kwa sababu alishua anaziwekea hazina katika ufalme wa Mungu. Haleluya kanisa. Biblia inaweza kukushuhudia, ama mbingu zinaweza kukushuhudia asubuhi ya leo ya kwamba uko mtoaji mzuri. Sikia, Biblia inaweza kushuhudia kabisa. Yesu, unajua sikia uko mtoaji wa bien. Alitoa vizuri kwa ajili ya kazi ya Mungu, alisaidia wasiojiweza, alisaidia mayatima, alisaidia wajane, alisaidia watu waliokuwa katika uhitaji. Mungu akakupatia pesa, akakubariki, shamba yako inakomalisha mimea, si kwa ajili yako mwenyewe, ni kwa ajili pia ya watu wanaokuzunguruka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Katikati yetu nasikia kuna mtu ni mwonye. Mungu amekupa pesa, lakini franga zako unazitumia kwa kuwanyanyasa watu wengine. Ikitokea umeombwa, unapendaka operasione tu. Ukiendelea hivi utakufa mapema. Mtu wa pili ambaye natafuta kuonya, mtu ambaye Mungu ameinua. Umesahau wazazi wako. Unaweza kuwa bibi, unaweza kuwa bwana. Mungu amekuinua, umeolewa na mtu aliye na pesa, lakini haukumbukaki wazazi yako. Nasikia ni waonye. Kila mmoja wetu aangalie mahali analalaka. Wewe angalia kwenye unalalaka. Uangalie kisha unakulaka, kwa kisha unaishi. Kisha uende uangalie kwenye mamako analalaka, kwenye babako analalaka, gizi anaishi na kwa gizi anakulaka. Tufanye ile exercise journée ya leo. Ukiwa na pesa ambayo haina uwezo wa kusaidia jamaa lako, Biblia inasema uko mtu mbaya kuliko mpagani. Haleluya. Amen. Niliwaandaa kisi na waonya juma hili. Siko mhubiri wa sukari, mimi niko
Niko pima kabisa, siko sukari mimi, siko kremu. Na nikulaka na huko natoa machozi. Mimi nakuletea tu apeti. Tuangaliane, Biblia inasema muangaliane. Muangalie kazi ya Mungu, muangalie kazi, muangalie jamaa zenu. Namna gani unaweza kuwa tajiri, maisha yako iko bien, memuloko yako wanamrudisha kwa masomo na uko na franga kubanke zinaikala haya. Muloko yako anashindwa kusoma na uko na pesa. Muloko yako anagonjwa anaenda kufia kudispenser, kisha unaleta serikali ya $500 na ulishindwa kumpeleka kwa hospitali. Kanisa. Kusaidia imeenda wapi leo? Inasoma kutoa hii mfano sababu nimeitoa katika mafundisho yangu mengi na irudilia tena siku ya leo. Baba mmoja akakuwa mgonjwa, akagonjwa sana, akapeleka hospitalini, alafu Mungu akaneemesha wakapata magonjwa yake. Walipopata magonjwa wakaambia jamaa, huyu mtu operation yake itakula $4000. Jamaa wakaitana, amutaye fulani, amubakama opere, amukume $4000. Jamaa ikishaitana wakaikana, wakafanya vikao, $4000 kakosekana. Akaambia daktari, basi makuta zimekosekana, basi Mungu tu wewe. Wenda ita pastor amuombe, basi tu wewe. Usikuwa na tuweke katika majaribu. Kuna magonjwa ya maombi na magonjwa ya paracetamol. Pastor, kia niombe, moto imepanda. Umi ya kwanza paraceta. Itashusha moto. Nawasa Mungu nikidiba kutia paracetamol kwa farmasi. Na watu wamekamata makanisa sama Ruhima. Kuna katika kanisa moja nimepita ndani yake hapa. Mtoto damu inamwishia. Damu iko naisha mtoto alikuwa kwa peta. Bana mtosha maopeta, bana mleta kwa kanisa waombea hapo ni mapepo. Mapepo gani wewe? Mumelogwa sana. Mumefundishwa dini dhaifu. Kila kitu ni mapepo, kila kitu ni shetani. Nani aliwaambia shetani kuna cha kufanya katika maisha ya waamini? Nikatoka kuhubiri, nikafika katika kanisa, nikaangalia mtoto, nikakroa, akasema usiombee huyo. Kamata eti yako mtopeleka kwa hospitali. Nikakamata mtoto, mpastor unampeleka wapi? Hauna imani. Achana na ujinga wewe, sina imani wapi? Kamata mtoto nikatia kwa moto yangu. Nikakamata kikombe nikamfungia mgongo, nikampeleka kwa hospitali. Kufika kwa hospitali kuangalia mikono ishakuwa mweupe, macho mweupe. Jambo la kwanza waliniingiza dawa. Alikuwa anazimia, anaacha kuzimia kwanza. Anaanza kumwapumua, anamuongezea ingine. Stability magharibi, mtoto ni mzima. Hapa kuna Mkristo wewe mmoja anajua hii hadithi ambayo natafuta kueleza mbele ni mazia mgonjwa baba ambaye alitafuta kwa opere. Kulikuwa kijana mmoja wanamleta, wanasema baba pepo ndio maisha kwa mfika hapo. Baadaye uko wapi? Jo ule pale. Ule ndio alimwona na ule mgonjwa katwa. Ukapenda wanaleta mtoto basa si wote wiko kofengiki si mapepo amude mai wake iko namsemea wade mai pole sana hapo basi mtoto mwenyewe iko na mkono ya kulima akalima na kumalishaka jo alimlongea sabuni nina neema ya roho Mungu kuniambia huyu ni wa mapepo usi mapepo. Nimepewa hiyo neema, nikaangalia kijana, nikamwangalia. Roho ikasema pana huyu haikuwa mapepo. Tumbo ilikuwa na vimba inakuwa yapata, inakuwa sawa balo. Madi alimuona kana niko na ikato. Ni jamaa ni wa Katoliki kwao. Wakamleta kutuseme kama kwa maombi. Kanisa sio muhimu. Kuna mengine mambo nimesema peleka wapi? Hospitalini. Afu tutapeleka maombi. Na kuna yengine siende hospitalini leta kwa maombi. Yote miwili. Ndio maana naonyaka waganga nikisema sie mapastor, sie waombaji na nyie waganga tutumike en collaboration. Kuko wenye komprimi naweza shindwa hapo maombi inatumika. Kuna wengine wenye maombi inaweza achia komprimi itumike.
Ukianga kaombea, aseme nimemuona, iko anatambua shimo, anatafuta niingiza. Akaangalia kakiana. Hapana. Akose ni mapepo. Hapo tunachoma kati yeye, tunachoma kati yeye. Hizi ni siri za mapepo. Sasa ninauliza roho wa Mungu anasema haiko aso. Inakuwa mkofisio. Waombaji wenzangu mkwa. Ukasema na kuchoma kisha unasema yeye na nini? Sasa ni mapepo baba yangu. Mimi nakuwa mkofisio. Roho ananiambia haiko mapepo, me realite. Inaniambia kisi mapepo. Nikaimiri kusikia Roho Mtakatifu pale ya kusikia reality. Nikaenda ambia kitilele wangu, nikasema pastor, ule mtoto mwiko naombea haiko wa mapepo. Alafu Mungu alinipatia kitilele mwenye alikuwa amesadiki vipawa vya Mungu ndani yangu. Akanisikia. Nikasema tukamtosha ule saa hii tunagombana na waombashi. Tubaache kwanza wamuombee. Siku nyingine wakamuleta na tuko hapa sie peke. Katwa Express. Mungu akatisikia. Kwa ile siku kakapona, kakatoka hapo. Kamekuwa mzuri tu imeondoka. Akose ni mapepo. Confusion total. Akarudia baada ya siku mbili, kwa siku ya pili. Siku ya pili? Hapana. Ilikuwa kama siku ya kwanza. Akakuya manefe. Mama yake ameenda mpori, wajirani washikajua akakuwa hivi farmasi ikusemeka. Walikuya naye, wanakafikisha baba. Nikasema pastor, okazio si ndio ituko kwa mimi na wewe bara? Pastor akasema peleka. Kamata mtoto, tia mgongo, funga kitambaa, kumoto ya fleshe kato. Kufika kato. Inapresa sina hata difra, mimi niko na Yesu kibali tu. Basi pastor tunakuwa ni sema mtoto mtunze mtanilomba kufarikiri kumshi. Wanaangalia daktari kita, wanagusa tu, alikuwa haya hapa. Sasa wanakosa nini nao? Wanapima, maexame wanampitiza mweko. Wapi? Tunawapatia kwanza hizi madawa alafu lendi mrudishe tena. Ile lendi kafika au mnapasha jisikiaje kidogo hata Mungu yako. Mardi tumbo ilivimba tena. Wakakaleta kufarmasia wakasebeka. Katia kumoto katwa. Pour la deuxième fois nikamwambia Mungu. Nikamwambia kana madeni sema huyu mtoto niko namgaramia. Recompense ni nakuomba Mungu. Ni huyu mtoto tukua bora sante. Kamfikisha katu. Akaangalia. Tumbo ishavimba kwa pata. Daktari wanaangalia na wanashangaa. Wanakapitiza kwa ecography tumbo linavimba hawaone kitu. Mimi naingia kwa intercession. Mungu fumua magonjwa. Hawezi nidanganya. Fumua magonjwa. Baada ya wiki moja kama ifanya katu. Watasaki sema nirudianga nikawaambia mtoto yuko hospitali. Ambia pastor hospitali hapata vile franga, ni franga msiulize hata kitu. Hata watu. Sikia mko tayari kudepase franga zenu kwa ajili ya kusaidia watu. Mko tayari kudepase franga zenu? Mko na 25 milioni mabana. Eske mko tayari kuwasaidia wanyonge? Katika sura akamwangalia baada ya wiki moja, Mungu akaneemesha wakaona magonjwa ya kwanza. Akumbe lutumbutumbu ushaka kuchamana naye. Kuna kemia mapepo. Maombaji mmoja macho ya roho. Wakanda operation. Mtoto alikuwa amegonda na naweza pesa 5 kilo, mtoto wa 17 ans. Niko na mshuhuda pale nyuma. Mnaweza kupasha niko nafanya comedy. Mtoto mwenye anakuwa mweusi, mimi alikuwa amekuwa mzungu. Ashakuwa mweupe pudre na jangu kamsura. Waganga wakanita pembeni wasema pastor, tunashoka na kuwa na imani lakini huyu tunaona magonjwa, mimi tukamopere atakufa. Damu na tisia mwili yake haitaweza kubana uso.
Nikamwambia kama Mungu amebaonesha magonjwa, mkapasule tu, mkapasule katapona, mkapasule. Wakaprograme. Wadaktari wa kwanza wakaogopa operation, wakareporte. Wapili wakakuya, wakaprograme nao wakaogopa, wakareporte. Un certain vendredi akakaambia tutakuopere kesho, nako kanakataa. Pastor mgonjwa wako amekataa operation, nikaenda kakamata kumkono, nikapeleka kule kwenye morgue ya kata, nikaenda kaonesha kwa maiti. Sema huko unaona hapa, kama unasema basi kuopere kesho ulikutia hapa na wewe. Lakini hapana, waniopere. Akakaingiza operation, wakapasula tumbo, wakatengeneza. Niko naambia Mungu, salary yangu ni afya ya ule mtoto. Mungu akafanya miracle. Notre Dieu c'est un Dieu de miracles, des surprises inattendues. Kidonda ya operation ya Njiaka hapa mpaka hapa ikakauka kuili semene. Leo garsoni mzima shatereza shanenepa mwa ile shamba, wakitoka mpori plastiki ya buka kwa mchungaji. Uliza Demai asha kutoka hapo kwe kanacheka. Demai tena hakufika kia aliogopa operation bisturi. Demai wakogopa bisturi. Toto leo ni mzima, tufanyiane mazuri, tutendeane mazuri. Nyewe wenye mko na courage ya kuuza maserikali, mulipe madawa za watu. Nyewe wenye mko na courage ya kuleta mambuzi watu wakisha kufa, mangombe, mamichele, usipeleke kwa hospitali, watunziwe bien. Na malizia juu ya baba, jamaa ikakaa, akasema tumekosa daktari, fanya vile unaweza fanya. Daktari wa watu alikuwa na Mungu ndani yake, akaitilize hekima ya sawa ya Sulemani, akaingiza mgonjwa msafi ndogo bila familia kujua, akafanya operation ikareisi. Shama iko pale nje, kuna ikala, daktari anatokea, anatia kichwa chini hivi, wenye washaka chungu kwenye liko masuzi za siri wanashona ile position. Daktari anatoka mwili, daktari hama biachi anawasunda, wanamfuata mbiro yake, anawaambia mgonjwa wenu amekufa, Tulikupenda. Kwa nini mbio? Unaenda mbio, unatuacha mbio. Baba, the bandi. Sasa daktari, tufanye nini turekipere mwili tuende isika? Sikulingana na masikizo yanayofanya hapa na ile tentative ya operation, mtalipa 40,000. Wakaenda ikala shama, wanaleta 1,000, wanaleta 2,000, 40,000 kaenea. Wenye walikosaka kobia, si mnakosaka masasi ngapi za maopito, unapeleka mtoto kukadispenser juu ya kuogopa miaka kufa, unampeleka morgue ya hospitali ya Kabambi. Wazazi, familia, unaona hali ya mtoto haiambatani na dispenser, na unampeleka unajua sikule franga zako, unaenda mtia pale, unamuingiza pale, mesiku anakufa, anaenda morgue ya general. Jamaa wakaeneza 40,000, wanakuya kamata maiti, akafika kontabilite, wakalipa 40,000. Wanaenda wase, daktari tupatie mwili yetu, tunaenda sika. Daktari asema nifuate, akumbe baba ashapona. Akumbe nao
Hatuende kumorgue hapana, walikuwa hawatosha mwili msaldope mkie tuende mkamate ana moya. Hatukutia hotel za morgue. Anafuata daktari. Daktari anafungula mlango na wao wanaingia ndani. Aseme mtu wenu iko pale kufungule kale kalido mkamate. Mkulu wa bana nakifungula rido. Bana mwambie karibu. Wengi kati yetu, majamaa nyingi kati yetu wamepitia vipindi kama na hivi. Wakristo kama na sisi tumefanya matendo kama na yale. Wanakuita hapo mbadii, basi fulani hali yake haiko mbele, ungempeleka kabalo sema basi krisi. Siku anakufa unagaramia kilio. Mbadii ungelipia aona baba yako ni mgonjwa sema nitakuya tu. Siku anakufa unabana afya. Mungu atuwezeshe, atuneemeshe, tusaidie, atuwezeshe kanisa. Atuwezeshe kanisa, Wakristo wenzangu. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Biblia inasema anayejua kufanya mema asipoitenda anafanya dhambi. Ukipata neema ya kufanya kitu kizuri unaacha kukifanya, unafanya dhambi. Ukipata opportunity ya kusaidia mtu aliye in position de faiblesse, unakataa kumsaidia, umefanya dhambi. Umefanya dhambi. Kazi ya Mungu ikiwa na uhitaji na uko na namna ya kuisaidia, unakataa kuisaidia, umefanya dhambi. Umefanya dhambi. Kila mara najiuliza, kwa nini nyumba ya mtu mmoja inayalaka mbio kushinda kanisa ya watu 1400? Hii kanisa yetu ingelikuwa sala ya Mkristo mmoja ya ukumbishana yao. Ingekuwa sala. Kumbishana. Zamani sana, na hii kanisa itayalaka kwa 2050. Unajua kuna makanisa walianjaka kuzisheka na ndiko katoto kapata hapa mpaka leo sikaliki mashantini. Kuko makanisa niliona baba yangu anasheka anaja fondation. Na mpaka leo kikaliki na zisheka. Manyumba zenu, upendo wenu kwa kazi ya Mungu, upendo wenu kwa Mungu imeenda wapi waamini wenzangu? Upendo wetu imeenda wapi? Imeenda wapi kwa ajili ya kazi ya Jehova? Tunaweza kuwa na matajiri mkanisa, tunakuwa na watu wenye miko mahali ya katikati, na tunakuwa pia na maskini. Ndio maana Biblia inasema muangaliane nyinyi kwa nyinyi. Uliye na uwezo saidia, si kwa na uwezo saidia mwenzako. Tujifunze kusaidiana. Wapagani wameweza, anaweza kuwa na shimboki, anaona mwenzake female hana shimboki, inakosa parcel. Na uko nazo upendo wa kasi ya Mungu imeenda wapi? Eske leo tunaweza kupata watu ambao wanaweza kuacha mali, wanaacha vitu vyao kwa ajili ya injili kuenda mbele? Kristo aina wapate wapi? Tumekuwa na Wakristo wa kubembeleza, tu atoe sadaka ndio waambia ninaona mko naenda masafari, ninaona mnaolewa hii mwaka, tu upate kidogo mikono yao. Ndio maana wahubiri wamekuwa waongo, wanawadanganya kwa ajili ya kuwanyanyasa. Wanawaambia mwatakusa hapa atabarikiwa, na unaleta usenganti hapo. Mwatatoa saa atabarikiwa. Uongo mtupu. Tumtumikie Mungu kwa ajili ya upendo. Tumtumikie Jehova. Wakristo wenzangu, priority ya mwanadamu, priority ya Mkristo, priority mahali ambapo tunakwenda. The rest ni maaccessoire. Hallelujah. Hallelujah. Kuna majirani yenu amefanya kwa hospitali desmere ashapona, amehana za hospitali tu. Na ukiuliza fakturi yake ni $60. Na wewe uko na ngapi?
Kitosha 60 unampatia. Kafanya nini kwa mali yako? Kafanya nini? Kwa nafundisha katika kanisa la Sebeka Ulombi siku moja, sasa ni mwaka ambao imepita, mwaka nyingine 2023. Alafu mama moja akakuja. Ni binti ndiye alikuja, kabinti kadogo akakuja akaniambia, mama yangu ni mgonjwa, amefanya kompetali desme. Ashaka pona pastor meza kumutosha hayo. Nikauliza baba yangu kwa anasema mama ashakufa. Wale wakati ya kombe $52. $52. Kama mtu anaona kompetali desme. Kampatia pesa. Ndalipa $52. Imeniua basi. Geukia jirani yako. Peana mema. Haleluya. Biblia inasema katika Yohana ya kwamba mwizi anakuja aibe. Jambo la pili, auwe. Ndio maana ameua upendo katika makanisa. Ameua upendo, ameua umoja, ameharibu kanisa, ameua na anaendelea kuua. Ndio maana unaweza una mtu anavala Mkristo asalimu mwinda, mimi anapatia mwenzake sumu sababu tu anamuonaka na kuasika. Kakufe tukatoke wiki kanisa yetu. Kakufe kae. Upasteri shapara tusumbua na mahubiri yake. Tumuue aende, tumuue. Unaua nani wewe bandi? Na wakati naambia mke wangu sina siku nyingi katika dunia hii. Ndio maana nafanya mahubiri na kamera. Itakapotoweka sitaendelea kuhubiri. Siyafanye kwa bure na yafanya na malengo. Sina haja ya kuishi miaka 1000 katika misaa ya imani. Miaka 2, miaka 3, miaka 7 inatosha. Ikiwa nimetangaza kweli ya ufalme. Onyo la mwisho. Ikitokea mtu amekufa, mimi naangalia kwa mastati. Kwa nini mbio hivi? Umetesa roho zetu. Tutakukumbuka daima. Baba, hatuyaelewa. Najiuliza. Nani kanisa niwaulize? Eske mnakuwa na wakati ya kuwafanyizia vile vitu wakati viko hapo? Si mnaona leo? Si aenda kumastatize. Nikikufa kuduse. Mimi yala kumastatize. Pastor wetu tulikuwa na wewe asubuhi baba. Kwa nini unatutesa hivi? Leo nyie wote hakuna mwashaniambia ile neno. Na nyie hamwambia nake asu. Na bwana haambia yake bibi yake na bibi haambia yake bwana yake. Na akikufa unaambia dunia. Tuambiane maneno mazuri ya kulingana, ya mapendo, ya matumaini, ya kuonesha reconnaissance, ya kuonesha ya kwamba tunapendana, ya kuonesha ya kwamba importance presence yako iko na importance très capitale kwa maisha yangu wakati niko hapo. Usichunge nikufe juu nipambie maua. Nitakuwa nimeenda, hata misemo yako sitaisoma. Ndio maana ukiwa hai ufanye kazi ya Mungu. Baada ya kufa hamutafanya tena kazi ya Mungu. Baada ya kufa hautakuwa na opportunity ya kutia linjanja ya kushenga hekalu yako hapa. Jifunze kuifanya leo. Juu baada ya kuondoka kwako Mungu